Elie Mpanzu ni majeruhi kama ilivyo kwa Ino Loemba pamoja na Baraka Mongosi. Kwa hiyo watatu hao hawakuwa sehemu ya mchezo hii leo kwa sababu ya majeraha waliokuwa nayo na wanaendelea kupatiwa matibabu. Tusubiri kama kutakuwa kuna taarifa mpya yoyote kutoka hapa kuelekea mechi ya Azam FC tutawajulisha. Kwa hiyo tusiwategemee mechi ya. Lakini Elie Mpanzu anadai kudai wanasema kwamba leo hajaonekana kwa sababu amegomea pesa zake za usajili za mkataba wa usajili juzi mpaka apewe. Ni taarifa ya inasemaje taarifa? Kwamba leo amegoma kujumuika na wenzake kwa sababu anadai yule mkataba wa usajili juzi pesa zake za awali za awamu ya kwanza hajalipwa. Amegoma kuja kwenye mechi? Kujumuika na wenzake. Kwenda kambini. Mpanzu hayuko kambini. Mpanzu yuko nyumbani kwa mapumziko na matibabu. Kwa hiyo hayuko kambini na anapotakiwa kwa ajili na leo asubuhi alipelekwa hospitali na madaktari wetu kwa ajili ya kwenda kumfanyia vipimo zaidi. Baada ya kutoka hospitali akarejea nyumbani kwake, madaktari wakarejea kambini kwa ajili ya kuendelea na wachezaji wengine. Wachezaji wanaokuwa na majeraha ndani ya klabu yetu huwa hawakai kambini, wanakaa nyumbani. Daktari kama kuna matibabu ya kufanyika kambini, anakuja kambini, anafanyiwa matibabu, anarudi. Ndio maana juzi umeona wakina Hamza wamekwenda kambini. Sio kama alilala pale, alifika akaangaliwa na madaktari kisha akarejea nyumbani. Kwa hiyo kwa Mpanzu na yeye status yake ni hiyo, ni majeruhi na anafanyiwa vipimo. Kwa hiyo kama anatakiwa kwenda hospitali anapelekwa na madaktari wetu kama imefanyika hii leo, anarudishwa nyumbani kwake, anaendelea na matibabu akiwa nyumbani, kambi huku inaendelea vizuri. Mpanzu ana mkataba na Simba Sports Club. Yaani hata kama ameongeza mkataba mwingine hawezi kugomea kushiriki shughuli za Simba kwa sababu hajalipwa fedha ya mkataba ambao hajaanza kuutumikia. Hilo lazima mdielewe. Hata kama wewe Millard Ayo Rama unapewa taarifa unaichuja tu kidogo alafu unatumia tu akili yako. Mpanzu mkataba wake na Simba huu ambao wanaotumikia hivi sasa unaisha mpaka mwisho wa msimu huu. Kwa hiyo hana sababu yoyote, hana excuse yoyote ya kugoma kwa sababu kwa sasa yupo ndani ya mkataba wake huu hapa ambao hadai hata shilingi. Tunafahamu ambacho kinaendelea kuhusiana na mchezaji wa Simba Sports Club Elie Mpanzu Kibisawala ameongeza mkataba. Chifu Nzobane, najua wewe upendi kuwazungumza sana hawa matajiri, utaki kuwaingia sana hawa matajiri, lakini ninachohitaji ni tuangazie namna gani Elie Mpanzu ataivusha Simba kama tu ameanza makeke ya hivi mapema. Kwanza nianze wa kuuliza wachezaji wenye asili za Kikongo, wachezaji wenye tabia za Kikongo, wachezaji wanaotokea Kongo huwa wakoje kwenye masuala yanayohusu huwa wakoje kwenye mtee, huwa wakoje? Tunafahamu kuna kasumba inayokuta wachezaji wa Kiafrika wakiwa wanacheza Ulaya kwamba akiongeza mkataba tu hela nyingi uoni akifunga, uoni kile kiwango. Sasa tunataka tujue sisi wachezaji wanaotoka kwetu Afrika tujue soka la Afrika asili yake ni wapi. Sawa chief, kazi ni kwako. Tuanze na asili ya wachezaji wa Kikongo alafu nenda na Mpanzu Kibisawala. Nafikiri kwa issue ya Wakongo, kwanza mimi nafikiri ni watu ambao ni wafanya kazi wazuri. Yaani akipata mazingira mazuri ya kufanya kazi ukimtimizia wanapenda kujitoa kwa sababu Wakongo wana asili ya sifa. Wanapenda sana sifa Mkongomani. Wanapenda kuimbwa, kusifiwa yani kila anapokwenda yeye ndo anataka aweze kuwa king pale. Wanapenda Wakongomani jinsi walivyo. Kwa hiyo ni tabia ambayo wanapenda kuionyesha. Kwa hiyo ukishapenda sifa obviously utakuwa ni hard worker. Utapambana. Lakini moja ya changamoto ambayo uko nayo si wavumilivu kwenye matatizo. Yaani matatizo sio uvumilivu, na ukiangalia historia yao tunafahamu wote
mazingira ya kwao wanayopitia sio mazingira rafiki sana. Ni nchi ambayo imekuwa ina machafuko ya muda mrefu sana ambayo yanatokea. Kwa hiyo ndugu zao hapo katika mazingira mazuri. Kwa hiyo anapotoka anatamani kwamba apambane, pengine hawezi kwenda kusaidia ndugu zake. Kwa hiyo ni watu ambao si wavumilivu kusubiri hasa kwenye haki zao za msingi ambapo zinakuwa zimecheleweshwa. Kwa hiyo ikifika kwenye hilo eneo mtakosana. Yaani when it comes kwenye issue ya pesa, tofauti na wengine labda kutoka Zambia na sehemu nyingine anaweza kuvumilia. Bwana okay, tusubirie kidogo tutakupatia pesa. Lakini Mkongomani hapana. Chake mpe muweze kuendelea. Na kwenye pesa hawanaga urafiki. Lakini pia ni watu ambao hawanaga sana uaminifu kwa maana ya kufia timu. Hawana. Leo hii unamwona Djigui Diarra, unamwona Chama na Simba. Yes. Chama leo pale Simba, yani ukimwangalia Chama wa Simba na Chama wa Yanga watawili tofauti. Yes. Hata kama sasa yaji inakwenda, lakini ana mapenzi na Simba, unamuona anaipenda Simba, anaipambania timu, anapambana. Kwa sababu timu imeshaingia wapi moyoni mwake. Yes. Amechukua kama ni familia. Na ndio maana hata aliporudi sasa kama nimerudi, lakini sitaongea mengi, wenyewe mnanijua. Yeah. Leo mwangalie Diarra, it's more than goalkeeper kwa upande wa Yanga. Unaona? Anahisi kwamba timu ikifungwa amefungwa yeye. Unaona? Yes. Sasa Wakongomani kidogo wako hivi. Ni watu ambao dakika mbili anaweza kubadilika. Waona lile sakata la Mayele na Yanga. Mayele Yanga walimtengeneza, mimi naamini hivyo kwa sababu amekuja kujikana akiwa Yanga. Yes. Walimtengeneza, wakampa ufalme mkubwa sana, wakampa nguvu kubwa sana. Yeah. Lakini ilipokuja dili ya kwenda pyramids na nini, akaanza kuonyesha kwamba hapana sio kitu na nini, na mpaka katika zile chaos ambazo kimsingi ni mimi binafsi nilizishangaa. Lakini ndivyo aina ya watu ambao wako. Angalia kina watu kama kina Bangala na wengine wana hiyo tabia. Ni watu ambao si waaminifu sana. Ilifika hatua ya kwamba wanatakiwa waonyeshe uaminifu ambao hauna faida. Sio, unaelewa? Kwa hiyo wako hivyo. Leo hiyo unaona, kwa hiyo mimi naona kwamba kwa hii scenario iliyopo anabaki kwa sababu ya watu kutaka kufanya kuonyeshana kama okay, we can do this, we can manage this. Lakini je, ni part of the ile ni projection au mipango ya klabu? Na juzi nilikuwa nafikiria juzi kwamba kama wa Simba waliweza kumtoa Chama wakamwacha, alafu leo tena wanamrudisha, aliyemtoa nani? Aliyemrudisha nani? Walipomtoa walishindwa shilingi ngapi na amerudi kwa shilingi ngapi? What's within? Sio, unaelewa? Kwa kama unafikiria vizuri utagundua kuna kitu kipo ndani ambacho kipo. Kwa hiyo hii unaweza ukamchukua Mpanzu lakini isiwe kwenye project, kwa sababu mara kadhaa tumeweza kushuhudia hapa, sawa, watu wakimlaumu, wakimshutumu na kumuona kama pengine sio mwenzao. Ndio ukiangalia hata baada ya kuongezewa usajili wake haijakuwa story kubwa. Yeah. Binafsi naweza kusema kwamba Mpanzu hizi sio kipenzi cha wanasimba, kwa sababu tayari kuna dalili ambazo zilianza kuonekana na watu wakaanza kuona kwamba huyu muda wote huyu sio wa kwetu. Yaani dalili zinaanza kuonekana kwamba huyu muda wote sio wa kwetu. Alafu ghafla inakuja inafanyika turning point. Je, kiwango ambacho umetumia kuweza kumsajili Mpanzu ungeweza kupata wachezaji wangapi wazuri fresh ambao kuja kukusaidia? Lakini kiwango unachompa Mpanzu kwa wakati huo, unampa kipindi ambacho kiwango chake kipo chini, lakini unampa thamani kubwa. Kesho akishindwa kuprove utamlaumu? Kwa bado tupo kwenye ule usajili wa kama wa kisiasa hivi. Sio usajili ambao mimi siamini kama mwalimu anaweza kawa alirecommend. Binafsi siwezi kuamini kitu kama hicho. Kwa hiyo lakini ndio mpira wetu, na kwa sababu kuna biashara zinaendelea, zipo. Leo nasikia mdhabuni wa jezi ajenga kiwanja. Leo nasikia rais wa heshima ameleta ramani ya kiwanja. Hasa uwanja ni upi? Hizi timu ziko ngapi? Timu mbili ni timu moja. Sio, unaelewa? Kwa hiyo timu moja inataka kuja kwa viwanja viwili. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ni mambo ambayo wakati mwingine yanafikirisha, lakini kwa sababu ndio aina ya mpira ambao tuko nao, we take it. Sawa, kutokana ama kwa sababu ndio aina ya mpira tunaoishi nao, we take it na tunaishi nayo. Katalambula, naam, wewe una lipi kuhusiana na hili sakata la Elie Mpanzu Kibisawala?
Kwa issue ya Elie Mpanzu Kibisawala, siendi mbali sana na kile ambacho amekizungumza Chief, kwa maana unaweza ukachukua vitu vitatu ukaviweka sehemu moja ukagundua kwamba kuna kitu behind ambacho hatukijui. Cha kwanza issue ya Damaro, cha pili kinachoendelea kati ya Mo Dewji na Jairut, alafu cha tatu issue hii ya Elie Mpanzu Kibisawala. Yes. Pengine labda ukiangalia kwa makini zaidi inaweza kawa kuna kitu tumedanganywa kwenye kuongezeka kwa mkataba wa Elie Mpanzu Kibisawala. Tunao mifano. Unakumbuka Lame Kilawe alitambulishwa wapi? Simba. Alafu mwisho wa siku hakucheza Simba. Na wakati ule Lame Kilawe ndio alikuwa ukitaja beki bora, yes, yupo hot, akafanya hivyo. Kwa hiyo nadhani tusubiri. Tutajua tu hapa napovuja. Mimi nahisi hivi. Katala anasema ngoja tusubiri, pengine tutajua wapi ambapo panavuja. Alafu katika ile picha kuna sema alikuwa anasaini contract. Alionekana Chief, alionekana Chief. Anasaini na anasinya. Ni picha sasa, sio picha mjongeo, ni picha mnato. Ilikuwa ni ya lini? Kwa Chief, ngoja kwanza nivae headphone. Yaani ni katika tu kutaka kuwekana sawa. Sasa hapo kwenye kuwekana sawa. Elie Mpanzu Kibisawala, mchezaji wako bwana, alionekana ameshika peni na mkono wa kushoto. Si ndio? Sasa ndo naanza kuconnect dot. Ndo naanza kuconnect dot. Mpanzu alishika kalamu na mkono wa kushoto wa kulia, kwa sababu Mpanzu anaandikia kulia, kalamu alishika na mkono wa kushoto. Mimi namfahamu vizuri, simesoma naye. Ila Kongo nakumbuka Manzoki. Wanatumika sana kibiashara. Ndio nakwambia yeye kitu kiangalie vizuri, yani isiwe tu kiangalie vizuri. Alafu kingine ambacho nikwambie, kama kitu umekishinda kuna facial expressions. Yaani mimi leo hapa ukaniambia usema una bilioni 3. Kama kweli ninazo, nitazungumza nikimaanisha na bilioni 3. Lakini kama sina nitaongea kwa sababu ndio naweza kuzungumza. Wewe nafikiri ingekuwa ni kirahisi hivi Mpanzu asajili miaka mingine alafu kusio kuna namna yoyote ya shamla kubwa kiasi? Na huku ukizingatia kwamba amehusishwa sana na klabu ya Yanga. Kwanza wangeandaa kitu hivi cha kuzima midomo. Mimi binafsi sitaki kuzungumza, lakini naamini amezungumza kuna masakata matatu hapo kiangalia. Na sakata kubwa ni la pili, Damaro, Mo, Zabuni na Mpanzu. Hapa kuna kitu ambacho kinatengenezwa. Na kuna siku kitakuja kitalipuka. Hicho kitu kinaachwa kipite. Kuna jambo lipo. Yaani mpaka sasa hizi, yaani ninachosema kwamba kuna jambo huku juu tunaona tu fukuto, alafu linatafutiwa kivuli cha mambo mengine. Ila lenyewe linaendelea. Chini kwa chini. Na kitu. Kwa sababu Mo kwenye barua yake ambayo ameandika uwanja ambao atakaotengeneza zakia 80%, alafu klabu 20%. Na nilisikiliza interview alikuwa anaulizwa moja ya viongozi wa Simba, akaambiwa hiyo barua ameipokea, akasema ndio tumeipokea. Alikuwa ni Mzee Kapuya ambaye ni miongoni mwa wale wanaitwaje wale hawa wanaitwa baadhi ya wadhamini klabu ya Simba. Alizungumza kwamba wampokea barua na wanaifanyia kazi. Sasa mimi bwana nimechekecha. Mwakani kuna uchaguzi kwamba wa kutafuta mwenyekiti wa Simba. Au kuna jambo nataka tuliongee off mic bwana hapa. Au ngoja kwanza tuweke mic off bwana.
Inawezekana. Sasa hayo tusiyazungumze, tusiende huko. Bwana tumeshapata kwa wanaotufuatilia live pengine kwa sababu umeona imepita kama hakijatokea kitu. Wakati mwingine watu huwa wanahoji sana kwamba mbona imekuaje? Maana uwanja ulishazungumzwa leo. Uwanja uzungumzika na kiongozi akataka atoa 4 billions. Na kuna picha mmeiona leo? Kuna picha mmeiona leo? Kuna basi linashuka hivi. Kutoka kwenye meli. Kutoka kwenye meli. Kama inasemekana basi la Simba limefika. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaendelea. Yaani mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Ambayo kimsingi inatakiwa yani ubakini wa hali ya juu sana kabisa. Kwa sababu ndio mazingira yetu haya. Sawa. Chief, tumekuwa na wakati mrefu wa kuzungumza hapa. Kuna mada zipo hot, si ndio? Leo tumezungumza, walau tumefika hapa, tunataka tutoke kidogo kwenye mambo ya kimpira haya. Kidogo vijana situchangamke. Kesho Chief, kesho hakikisha unatuletea nondo za kutosha kuhusiana na hili ambalo na likabidhi mezani kwako wakati huu. Kesho kwa faida wanaotutazama, kesho tutaangazia, lazima hapa tuchague tunakaa upande wa nani. Kuna pande hizi mbili. Kuna upande wa Joel Rwagasira, Jailud, na upande wa Mohamed Dewji tajiri. Si ndio? Mbona kwa Joel Rwagasira mjasema tajiri? Bado hajathibitisha. Mambo mbona mjaitikia tajiri? Mambo kwa uthibitisho. Na yeye ifike hatua atuonyeshe. Sahihi. Unaona? Sio kama hivi anaonyesha. Hadi maneno tu ambayo bado hajathibitika. Basi atuambia kwamba atajenga uwanja sio kitu gani ndani ya siku ngapi, atasajili, basi viko wapi? Siku kwa kumkosea heshima, lakini lazima atuthibitishie kwamba naye sasa ifike hatua tuanze kumweka daraja moja la hawa matajiri ambao sisi tunawafahamu. Sahihi. Kwa sababu tunawafahamu, tunajua vitu vingi ambavyo wamevifanya katika hizi club. Kwa hiyo naye pengine anakuja katika njia hiyo hiyo. Kwa hiyo vikianza kuonekana, tukaona leo gala Simba limeshuka, tukaona kweli uwanja unaanza kujengwa, tukaona vitu vinakwenda vizuri, why not? Atadeserve kupata kile ambacho sasa yuweza kupata. Kwa sababu hata kama ukija kumchukia haitakusaidia, yeye bado ni tajiri. Kwa hiyo bado ana nafasi ya kutuprove wrong. Unaona katika haya ambayo yanakwenda kutokea. Lakini kubwa zaidi ni kwamba la kuliangalia. Timu ni moja. Sawa? Ndio. Timu ni moja, katiba ni moja, malengo ni mamoja. Kwa nini hapa pana msuguano? Sasa tunataka hiyo kesho, yani tunazama yani si ndio? Sasa mtagawana. Ndio. Hapa kila mmoja ajiandae, lazima atamzungumzia huyu mmoja. Kwa kama chief utamzungumzia tajiri mimi naomba tu kijana wangu Katalambula achague yeye. Basi Katala atakayemchagua kwa faida fuata, mimi nitabaki naye. Kwa faida wanaotutazama, Katalambula, sema wewe utakuwa upande wa nani? Mimi nitakuwa kwa Jailud. Kwa Jailud. Nilijua. Nini sasa? Waliitwa kwenye press, alikuwepo. Okay, waliitwa. Alikuwa mkachana ndio alikuwa anaandika majina ya ambao wamehudhuria kwenye kikao. Sikia ile siku karudi kutoka kwenye press. Naona mimi kwa sijajua kinachoendelea. Naona mtu ofisini huko anaimba tulikaa kinyonge sana. Tajiri. Okay. Unajua tayari hapa kuna jambo. Ameokota. Sawa. Kwa hiyo chief utatupa za ndani zinazomhusu tajiri. Kwa hiyo tutawazungumzia na tutazungumza, itakuwa ni vita ama maelezo baina ya mwenye hela na tajiri. Kuna hapa mwenye hela ipo, haimpigi chenga. No problem. Alafu kuna tajiri. Si ndio? Basi tutaangazia hivyo kwa urefu. Tumekuwa na lisaa na dakika zake za kuwa hewani hapa pamoja, na kwa wewe ambaye umekosa ama umekutia mwishoni hiki ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa,
unaweza ukaanzia mwanzo ama ukatazama video hii kwa wakati mwingine ambapo itakuwa iko uploaded ili uweze kuona kile ambacho tumekiweka. Tumeanza kuangazia kocha ambaye anaingia ndani ya Young Africans. Tumemwangazia Damaro na mustakabali wake. Tumeangazia issue ya Eli Mpanzu Kibisawala. Yes. Sasa hapa sisi hatuna la ziada. Kwa wale ambao mmetufuata live moja kwa moja, mimi niseme asante, lakini tukiwa tunaenda kuweka nukta bwana,